amewaahidi wa Tanzania iwapo chama cha Chadema kitapata ushindi, basi kila Mtanzania anapohitimu miaka 60 atakuwa anapewa pesa za uzee, yani pension. Asalamu alaykum mpenzi msikilizaji, na karibu tena kwa idhaa yetu, idhaa inayoangazia mambo ya kijamii na mambo yenye itikadi njema, mambo yote yanayokumba bara la Afrika na haswa bara la Afrika Mashariki. Ninapopiga mbizi natokea katika mji ule wa Dar es Salaam. Hapa basi nimekuandalia habari moto moto zinazoendelea jijini mle, ambamo mambo na michakato ya kisiasa imezidi kupamba moto. Hivyo basi ukiongea kuhusu siasa wakati huu na jiji lile la Dar es Salaam ama nchi nzima ya Tanzania, hauwezi kukosa kumtaja ndugu Tundu Lissu. Yeye ndiye mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema huko nchini Tanzania, chama ambacho kimekuwa katika mstari wa mbele kukishinikiza ama kusinikiza serikali ikaweze kuwa na mabadiliko na pia vile kupatia mfumo mpya wakati wanaendesha siasa zao, na pia zile kura ambazo zitakuwa hapo mwakani mwezi wa Oktoba. Ndugu huyu Tundu alipata kukamatwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka huu kwa tuhuma za uhaini. Amekuwa gerezani kwa muda huo wote ambapo amekuwa akisubiri mashtaka yake. Basi alipata kutakiwa kuwa kotini kupitia njia ya kidijitali. Kikosi chake kizima cha wale mawakili wake walipinga kuendesha kesi hiyo kwa njia ya kidijitali, hivyo kupelekea kesi hiyo kuwa ya ana kwa ana hapo tarehe 19 mwezi wa 5. Wakati kesi hiyo ilipokuwa inakuja kusikizwa, pia mwanaharakati na hakimu mwandamizi katika kesi hii ya Tundu Lissu ambaye ni Bi Martha Karua kutoka nchini Kenya alitoa katika uwanja wa ndege wa Nyerere, na hivyo basi hapo akaweza kuzuiliwa akiwa na wakili mwenzake na mwanahabari. Waliweza kuzuiliwa kwa muda na baadaye kurudishwa nchini Kenya bila kuhudhuria kesi hiyo ya bwana ama ndugu Tundu Lissu, mwenyekiti wa chama pinzani nchini Tanzania cha Chadema. Baadaye pia yule aliyekuwa rais wa mahakama ya juu nchini Kenya bwana Willy Mutunga alipitia pia mwelekeo huo. Alipata kuzuiliwa na baadaye pia hakuweza kuhudhuria kesi hii. Bahati iliweza kumwangukia aliyekuwa rais wa pili wa mahakama nchini Kenya baada ya kupata uhuru, bwana David Maraga, ambaye aliweza kuhudhuria kesi hiyo kotini pale ambapo bwana Tundu Lissu aliweza kuwakilishwa katika kizimba. Hivyo basi bwana Tundu Lissu alipofikishwa katika kizimba alikuwa mwenye furaha, alikuwa amejaa bashasha, hata kwenda kutaniana na wale viongozi wa chama chake waliokuwa wamefika pale katika koti ile mjini Kisitu. Majaji waendesha kesi ile basi waliweza kuiendesha katika hali iliyo nzuri chini ya ulinzi mkali. Ndani na nje ya koti ile ilikuwa imezungukwa, bunduki zilikuwa zimeshikiliwa mikononi tayari kukabiliana na yoyote ambaye angeleta purukushani ama shida yoyote. Dunia nzima ilikuwa imeangazia macho yake pale kutaka kujua nchi ile ya Tanzania ni vipi itakapoendesha kesi kuu kama ile ambayo imewakumba wakati huu, kesi ambayo inabainisha iwapo nchi ya Tanzania imekuwa kiasi gani kidemokrasia. Basi kesi ile iliendeshwa vyema na vile pia ikapata kuahirishwa hadi tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka wa 2025, hivyo kupelekea bwana Tundu Lissu kurudishwa gerezani ili akaweze kungoja siku hiyo itakapofika. Kesi ya uhaini ni kesi ambayo ukipatikana na kosa hilo basi wewe utahukumiwa kifo, hakuna chengine chochote isipokuwa hilo kulingana na sheria za nchi ya Tanzania. Mpenzi msikilizaji, jambo hili limeangaziwa kila mahali, na vile pia vyombo vya habari ndani na nje ya nchi vimekuwa vikipeperusha mambo haya, na hata mitandaoni yametapakaa kila mahali. Wako wale ambao ni wafuasi wa Tundu wamekuwa wakimwonea huruma na vile kuongea mambo tofauti, na pia vile taasisi za serikali zimekuwa zikieleza upande wao. Kwa hivyo
Tundu Lissu atazidi kukaa gerezani hadi hiyo siku ambapo kesi hiyo itasikizwa na mwishowe kuamuliwa. Jambo hili pia na mambo yote yale ambayo yametokea kufuatia kesi hii, kama yale ya kuzuiliwa katika uwanja wa ndege wa wale wakereketwa kutoka nchini Kenya na pengine kutoka nchi zingine na wale wengine wote, limeanza kuangaziwa pia ndani na nje ya nchi ya Tanzania, na hivyo basi kupelekea shinikizo kwa serikali ya Tanzania ili ikaweze kuweka demokrasia. Hilo ndilo jambo ambalo mataifa mengi ama jumuiya ya kimataifa imeanza kuangazia, na wale wengine wote ambao ni wachanganuzi ama wao ni wanaharakati wa haki za kibinadamu. Vile vile pia pale nchini Tanzania, mama mheshimiwa Rais Suluhu pia ametoa onyo kali na kusema wale wote wanaojipenyeza ama walio ndani ya Tanzania wanaojaribu kuhangaisha ama kuharibu mipangilio ama mwenendo wa serikali yake ama nchi ile, hatowapatia nafasi. Anawaambia watu hao basi waepukane ama waachane na Tanzania, ili Tanzania ikapate kupata mienendo yake, ili wakawe na amani na upendo ndani ya nchi yao. Hilo ni onyo kali alilolitoa baada ya muda mchache baada ya kesi ile. Vile vile pia huku nje, yule ambaye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche, naye amekuwa akitoa cheche kali, hivyo basi kupelekea hali tete nchini Tanzania. Maneno yale ambayo amekuwa akiyatoa pia amekuwa akidunga kama mshale, amepenyeza katika masikio ya Watanzania, na hivyo basi kupelekea watu kuwa na hisia kali za kisiasa nchini mle. Hivyo mpendwa huyo ama naibu huyo mwenyekiti wa chama cha Chadema anasema iwapo ama kulingana na kuwekwa kizimbani kwa mwenyekiti wake, basi huko kumempatia yeye nafasi pia kujitokeza ili kuendeleza pale ambapo mkubwa wake aliachia. Bwana John Heche amekuwa akisema kuwa mifumo inayoendeshwa nchini Tanzania ya kimasomo basi ilipitwa na wakati, hivyo basi kutaka mifumo mpya ambayo itawafanya Watanzania basi elimu yao imarike na wawe wakuwa wa umuhimu sana kupitia kwa masomo. Amewaahidi Watanzania iwapo chama cha Chadema kitapata ushindi, basi kila Mtanzania anapohitimu miaka 60 atakuwa anapewa pesa za uzee, yani pension. Kila mmoja ambaye ni Mtanzania na amehitimu miaka 60 atakuwa anapokea pension kama vile nchi zingine ambazo ni ndogo ndogo ambazo hata hazina rasilimali zinafanyia wananchi wake. Haya ni matamshi yake mwenyewe, na hivyo basi Watanzania pia watangoja kuona kama itakuwa hivyo. Chama cha Chadema kimekuwa pia kikipigania sana kuona kuwa kuna mabadiliko na mfumo mpya wa kupiga kura ili uwe na huru na uwazi, na vile vile pia mabadiliko kadhaa ambayo yataendesha ama yatashinikiza kuwa na usawa na haki katika nchi ya Tanzania. Hivyo basi mambo haya yamekuwa yakizua michakato na kuleta tete na hali tete na cheche kila mahali nchini Tanzania. Watanzania pia wanatazamia kuwa ifikapo mwezi wa 10 watakuwa wakishiriki katika uchaguzi wao mkuu. Hivyo basi chama cha Chadema kimekuwa kikishinikiza Watanzania ama Tanzania ama kisukuma sana serikali isiwahi kuendesha uchaguzi iwapo watakuwa hawajaweka yale mabadiliko ambayo chama cha Chadema kinapendekeza. Hiyo ndio imekuwa michakato ambayo imekuwa ikizua tumbo joto katika nchi ya Tanzania na serikali ya Tanzania. Hivyo Mama Suluhu pia amejitokeza kimasomaso na kuongelea jambo hili na kuongelea Watanzania wawe watulivu na wawe na upendo ambao wamekuwa nao, na wasipatiane nafasi ya yoyote yule ambaye angelitaka kuvuruga nchi ile ama kuvuruga upendo huo na amani katika nchi hiyo, nafasi ya kupenyeza ama ya kuingia na kuanza kutekeleza mambo kama haya. Hivyo basi amepelekea hata vyombo vya habari na pia mitandaoni kuwa na gumzo la kila kukucha. Utapata kila mmoja anaandika vile anavyofikiria
kila mmoja anaandika mambo yake, na jambo hilo pia halijamfurahisha sana Mama Suluhu. Ameliongelea na kusema yote yanayoandikwa yeye anayapata, malalamiko yanayowekwa yeye anayapata, lakini mengi si ya haki. Yote anayasikiza, lakini hayazingatii sana, ila anahakikisha kuwa anafanya jukumu lake alilopewa na Watanzania ya kulinda nchi ya Tanzania na kuhakikisha kuwa inaenda ama inaendeshwa vizuri. Nchi inapokuwa katika njia panda kama hii, basi huu ndio wakati mwafaka wa taasisi zote zinazohusika kujitokeza na kuhakikisha kuwa inaleta utulivu na inadhibiti kasi ambayo siasa imekuwa ikienda nayo. Hivyo basi ni kuita pamoja taasisi zote, hata ikiwemo ile ya viongozi wa kidini. Huu ndio wakati wenu wa kuweza kuombea nchi hiyo na vile vile pia kujitokeza na kuongea na waumini wenu ili wakawe watulivu na wakapate kufanya lile linalowapasa katika njia nzuri, njia ambayo haitakuwa ya purukushani. Bila hivyo basi nchi hiyo inaweza kuelekea pabaya. Pendwa wa Tanzania, tunawaomba muwe na amani vile mmekuwa, na pia mshikane na mzingatie mambo ambayo hayawezi kuleta umwagaji damu, mzingatie mambo ambayo yataleta uwiano. Inafaa tuwe tunaweza kudhibiti siasa zetu ili tukaweze kuishi kwa amani. Iwapo siasa zitapamba moto zaidi na zishindwe kudhibitiwa, basi zinaweza hata kuchoma nchi. Kwa hivyo tuwe waangalifu wakati wowote tunapoendesha siasa, sababu mifano tunayo katika bara la Afrika, mifano tunayo dunia nzima, ambapo siasa huenda zikapitiliwa ama zikapita kiasi, na hivyo basi atakupelekea nchi kuchomeka. Kwa hivyo yale yanayotendeka kule nchini Tanzania tuweke kwa maombi, na vile vile pia tupatiane ushauri unaostahili. Iwapo wewe uko katika ngazi za juu kabisa na unaweza kufikia wale wahusika, basi ni jukumu lako wewe kuwafikia na kuwapatia wasia wako. Na pia zile taasisi zinazohusika ama taasisi zile ambazo zina uwezo, zote zinafaa kuwasongelea wale wote ambao ni wahasimu wa kisiasa nchini mle Tanzania, ili wakaweze kuongea na wao na kuwapatia mwelekeo ambao utafaa nchi nzima na Watanzania wote. Tumekuwa tukitalii nchi kama ile kwa sababu ya ule utu ambaye uko nchini Tanzania, kuanzia kwa visiwa huku chini hadi juu kule Morogoro, kupitia Sidindi, kote huko utapata Watanzania wako na upendo. Hivyo basi huu ndio wakati wenu. Mnaenda kupiga kura mwezi wa Oktoba panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na iwapo chama cha upinzani cha Chadema kitakuwa basi kimepunguza makali yake na kukubali mwenendo huo, ama serikali kama itakubaliana na yale ambayo Chadema wanayataka ya hayo mabadiliko, basi itakuwa vyema kama watakubaliana wakutane katikati, alafu tuende kwa uchaguzi ili tukapate viongozi watakaotuongoza kwa heshima na taadhimu. Nasi sisi tutarudisha heshima hiyo na upendo na tuwe wafuasi wema. Tanzania ni nchi tunayoipenda. Tanzania ni nchi inayopenda amani. Katika bara Afrika, basi ni miongoni wa nchi tajika zenye upendo, nchi ambayo haijakuwa na umwagikaji wa damu kupitia siasa. Iwapo leo, basi tusifanye hivyo. Huu ni wajibu wetu. Tumepata nafasi nzuri ya kuweza kuonyesha dunia nzima kuwa sisi wa Tanzania, sisi kutoka Afrika Mashariki, sisi kutoka Afrika, demokrasia tunailinda na tunaipenda. Karibu tena mpenzi msikilizaji, ili tukapate kuchanua mengi kuhusu nchi ya Tanzania na siasa zake. Asante.